Karibuni tena watazamaji wetu wa YouTube channel ambayo inahusiana na masuala ya occupational health and safety awareness. Kwenye channel hii tunajulishana na kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya usalama. Tunapeana uelewa mdogo au mkubwa ambao upo. Sasa kipindi kilichopita tulizungumzia the technological age of safety, yani zama za teknolojia za masuala ya usalama. Katika mlolongo mzima wa historia ya masuala ya usalama, na ya pili tulisema kwamba tutaizungumzia the human age of safety, ambayo leo ndio nimekuletea kipindi hichi ambacho kinazungumzia zama za binadamu za masuala ya usalama. Tunazo zama 4 na zile 2 tutaendelea kipindi kijacho. Tukiendelea kwa utangulizi tu, hapa awali unaona kuna jedwali mbele yako likikuonyesha zama mbalimbali ambazo walipitia wazee wetu huko nyuma kuhusiana na masuala ya usalama, kukabiliana na masuala ya usalama ili watu wawe salama, mazingira ya kazi yawe salama, na vile vile waweze kudumisha usalama kwa ujumla. Tangu mwaka 1769, kipindi cha mapinduzi ya viwanda, tunaona masuala ya usalama yalikuwa yanatizamwa, na katika zama hizi waliangalia sana teknolojia, na operations zinazofanya kazi. Kwa hiyo vitu vikubwa katika masuala ya usalama waliangalia ni unsafe condition, kwamba je, mazingira ya kazi yakoje na yanaruhusu vipi utendaji wa kazi. Hicho tu ndio walikiangalia. Lakini zama za pili ambazo nimekuletea leo simulizi yake ni hizi human age au zama za kibinadamu. Zama za kibinadamu za kusimamia masuala ya usalama zinaangalia sana tabia na mienendo ya watu katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo tumeshaangalia zama ya kwanza ambayo inaangalia unsafe condition. Leo hii nakuletea unsafe behavior, na siku zijazo basi nitakuletea zama zinazofuata. Baada ya kusema hayo, tunaangalia sasa zama za mwanadamu au the human age of safety. This age of safety management expanded to focus on the human performance as well as technology. Systems were designed to be human error tolerant, so neither human actions nor simple faults would result in accidents. Much of this work focused on the man-machine interfaces and workplace layout. They believe that if the human is safe, then we will be safe. Kwa tafsiri tunasema zama za kibinadamu, zama hizi zilizingatia sana usimamiaji wa masuala ya kiusalama. Zilikuwa zimejikita sana katika kuangalia ufanisi wa mwanadamu ukiambatana na teknolojia. Mfumo uliotengenezwa ili kukabiliana au kupambana na makosa ya kibinadamu. Hivyo iliona kuwa ajali inaweza kusababishwa na matendo ya kibinadamu au hata kuharibika kwa kifaa au ubovu. Katika kazi hizi, katika kuangalia hili, kazi kubwa ilijikita kuangalia mtu na mashine, hasa mtazamo wa displays na mtumiaji na muonekano wa eneo la kazi. Na wao hasa katika hili waliangalia sana kwamba kama mtu atakuwa salama katika eneo la kazi, basi usalama upo na wote watakuwa salama. Kitu ambacho hakikuwa mtazamo hasi, kuwa mtazamo chanya, kilikuwa ni mtazamo hasi. Tukiendelea katika ufafanuzi wake, anasema this view of safety management continues until accidents such as Challenger Space Shuttle on 28th January 1986 coast of Florida in the Atlantic Oceans around 11:39 a.m. It was about 73 seconds after took off. Hence, it
killed all engineers who were in the shuttle. Safety practitioners were again required to rethink the approach to the managing safety, more than simply technical faults or human error. The presidential commissions into Challenger found a propensity within management to contain potentially serious problems. Sasa basi, mtazamo huu wa usimamiaji wa masuala ya usalama uliendelea mpaka ilipofikia Januari 28 mwaka 1986 katika pwani ya Florida, bahari ya Atlantic Oceans. Na eneo hili zilikuwa ni sekunde 73 tu wakati chombo cha anga za juu kilichojulikana kama Challenger Space Shuttle kupata ajali ya kulipuka angani na kuangamiza wataalamu 7 waliokuwemo. Hapa tunaona tena wataalamu wa kusimamia masuala ya usalama walitakiwa kufikiri kwa mara nyingine namna ya kukabiliana na usimamiaji na udhibiti wa mambo ya kiusalama, licha ya kuwa na ubovu wa kiufundi au wa makosa ya kibinadamu. Mpaka hapo tume ya rais ilipoanzishwa ya uchunguzi wa ajali ilipogundua kuwa tabia ndani ya utawala zilikuwa zimejaa na matatizo mengi mno. Kwa hiyo iliibua utengenezaji na uanzishwaji wa utamaduni wa masuala ya kiusalama katika sekta za mitambo ya nuclear. Tukiendelea, anasema kwamba there was a creation of maintenance of nuclear safety culture. Kwa hiyo katika sekta hii ya masuala ya nuclear walitengeneza au walianzisha utamaduni wa usimamiaji wa hizi tamaduni na hivi vitabia ambavyo vilipelekea kutokea kwa hizi ajali. Na ajali hizi ziliambatana na zingine. These accidents and others such as crash of Air Ontario flight 1363 and the Exxon Valdez oil spill sparked another paradigm shift in the safety management. Kwa hiyo na ukichanganya na ajali zingine ambazo zilitokea kama hii ambayo inahusisha ndege namba 1363 ya Ontario na mvujo wa oil uliotokea ambao ulikuwa unajulikana kama Exxon Valdez. Hii iliamsha jitihada zingine za kuweza kuanzisha usimamiaji wa masuala ya kiusalama. There was no longer was it enough to simply focus on the technology or the human organization factor, such as management and the safety culture, also needed to be addressed to maintain safe operations. This signaled the start of the third age of the safety management, which is called organizational age. Kwa mujibu wa mitazamo ya wataalamu jinsi walivyoona ajali jinsi zilivyokuwa zinatokea, hii haikuwa ikutosheleza tu tena kwa kuangalia sababu za teknolojia na za kibinadamu. Kipengele cha makampuni kama vile udhibiti wa tamaduni za kiusalama vilihitajika kutambulishwa katika kufanya shughuli zote za kiusalama. Hii ilisainiwa au kukubaliwa kwa uanzishwaji wa zama za 3 za udhibiti wa masuala ya usalama, na zama hizi zilijulikana kama zama za mashirika au zama za makampuni. Kwa maana hiyo basi, baada ya kuona ile technological age ilifail, ikaanzishwa hiyo zama za kibinadamu, yani human age. Na human age na yenyewe ikaonekana ina makosa. Kwa sababu gani? Mifumo ile waliokuwa wameiweka wao walikuwa wanaangalia tu ni namna gani teknolojia na mwanadamu vinahusiana au vinashabihiana, kama wanaweza kufanya kazi pamoja na mambo yao yakaenda vizuri. Lakini vile vile ikaonekana kuna kushindwa katika mbinu mbalimbali za kudhibiti masuala ya usalama. Hivyo basi walikaa chini na kuanzisha mfumo mwingine ambao ulikuwa unaitwa organization, yani mfumo wa mashirika. Kwa maana hiyo mashirika yaweze kusimamia masuala ya usalama. Kwa maana hiyo hapa tunaona wamechukua hizo zama zote 3, yani
wanaangalia teknolojia, alafu wanakuja wanaangalia mwanadamu, au vile vile wanaangalia organization imekosea wapi katika masuala ya utokeaji wa ajali na kadhalika. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, kwa leo naomba niishie hapa katika kipindi chetu hichi kifupi ambacho kinahusiana na zama za kibinadamu. Na kipindi kitakachofuata nitakuletea zama za mashirika zinasimamiaje masuala ya usalama. Asanteni sana na karibuni sana katika kipindi chetu.